Mlilo bana, umeona hizi hustles za ama brother na nini ambao tumekuwa nao ni same na za kwenu pia, lakini mimi ugomvi wangu mmoja alikuwa anazungumza sana na wadau wa filamu hapa, kanasema kwamba hao watu nafikiri bado tuna nafasi sana ya kucheza movie zao pia kama tunavyoona za wenzetu. I hope nafikiri utakuwa umeiona ile ya Wu-Tang Clan labda movies aina hiyo na nini. Na nikaa najaribu kuulizia inaonekana kama yani ideas kama zinataka kuja, lakini kuna sehemu watu wamestack. Kwa sababu ni muigizaji unaweza ukatoa labda mtazamo wako juu ya kuweza kuwafanyia pia hawa jamaa. Nadhani wakiwa wapo hai inapendeza zaidi kwa sababu wanakuwa wanasimulia vitu ambavyo vyenyewe kabisa, tofauti na baadaye akiwa hayupo alafu unamtafuta mtu kwa inspector alikuwaje na nini. Hii unatazamaje? Ni nafikiri mimi ni moja kati ya wazo langu ambalo nilionalo, lakini upande wangu mimi ilikuwa ni kwenye filamu. Yes, nilikuwa na hivyo na nimeshaanza hiyo mwandishi kuandika script. Kuna baadhi ya maisha ya natamani kuyaigiza ya muigizaji ambaye alikuwa, lakini pia nina ndoto pia ya kurudia filamu ambazo zilizowahi kufanyika. Mfano kuna filamu ya Kanumba inaitwa Magic House. Magic House ni filamu ambayo iko mbele ya muda sana. Lakini natamani kuifanya katika vision ya sasa hivi. Ile ilikuwa ni vision ya nyuma. Ila nataka niifanye katika vision. Sina maana kwamba eti bro hakufanya vizuri, ila alifanya vizuri. Ila na wish siku moja nije nifanye hicho kitu. Yani ile Magic House niifanye mimi kwamba katika vision ya sasa hivi, waigizaji wa sasa hivi, kwa mfano labda alikuwa anavaa ile mashuka meupe lakini mashuka meusi, labda mimi nitumie suti mfano. Umeelewa vizuri? Kwa na hiyo natamani, I wish kwamba hata mwandishi alioandika hiyo story anione body ya filamu, wanifikirie, na nina uwezo wa kufanya hicho bro, na uwezo. Kwa hiyo hicho ambacho ninachokisema mimi kwangu kiko kichwani, lakini si kitu kinawezekana. Yes, kinawezekana, lakini sasa shida kubwa ambayo inakuja, kuna mtu mwingine kukupa kile kitu chake ambacho wewe uwezo ukifanya. Watu wengi wanazingua sana bro. Yani wanazingua sana. Yani mtu unaweza kaambia labda mimi bwana natamani nicheze maisha yako. Mfano maisha ambayo pia na wish kuja kuyacheza ni maisha ya Diamond. Yes. Natamani sana na ninajiona ndani yangu kwamba mimi na uwezo kuyacheza yale maisha. Yani nayaona kwamba leo hii nikipata ile story ya Diamond jinsi ilivyo, alipotokea mpaka hapa alipofika, kunawezekana Diamond ashakutana hata na babu, maelewa, ashakutana na babu akampa vitu vile. Ile story, yani mimi ile story yake ile niicheze. Nafikiri tunaweza tukapata kitu kikubwa sana kwa sababu nina vitu vingi sijavifanya kwenye kuigiza. Yani hapa nikijiona naona kwamba nina vitu vingi sijavifanya ambavyo natamani kuvifanya. Kwa hiyo hilo ambalo unalisema mimi kwa upande wangu lipo kichwani na umeniongezea kitu kuhusiana kwenye watu wa music. Lakini shida kubwa watu wa music ndio hivyo yani, watu wa music yani unaona babu jinsi alivyo hivi. Yuko real ujue. Kuna wanaozingua. Yani unajua kuna mtu yani anaigiza maisha. Yani kuna mtu anaigiza maisha, unajua yani unaweza ukatamani kufanya jambo lake kwa surprise tu. Ukampata labda mtu wa pembeni akakuadisia baadhi ya vitu, alafu bana ukaunga, unajua filamu nao pia kuna uongo kidogo upate hivi ufanye hivyo, lakini kwa hiyo kufanya alafu ndakwambia kwa nini umecheza kitu chako? Kwa nini umecheza maisha? Kwa hiyo mimi natamani, yani moja kati ya kitu ambacho ninachokitamani ni kucheza maisha ya Diamond. Yani I wish brother nisikie, yani nifanye story ya kucheza, yani mimi nicheze story yake yani. Yani nitafurahi zaidi kwa sababu ninaamini kuna vitu ambavyo naweza nikawapitisha watu kwenye hisia, sababu bongo mimi nawaweza kwenye hisia waigizaji na wanajua kwamba mimi nawakalisha. Yani wanaelewa hiyo. Wanavyomfahamu Nasib, kama unakutana naye ni mtu smart, anaweza akakuelewa na mkakubaliana ukafikia hiyo ndoto. Yani mimi ni ndoto yangu. Ni namna tu ya kukutana naye ukamuelewesha ni namna gani unataka kufanya. Naamini kabisa Diamond anaweza akakupokea mikono possible. Yani tulipofikia hapa tunabidi tufanye hivyo. FM kutoka Dar es Salaam.